Jeffani Karoti, mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe wenye haki. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Kwa majina ni Miriam Kadhaa mwenye haki, kutoka kanisa ya GTS Leshoti, tayari kuwakariria shairi lenye mada msamaha wa dhambi. Habari yako mwenye haki? Nzuri sana mwenye haki. Nani unaita hiyo jina? Kwa sababu mimi siipendi. Bana uipendi? Kwa sababu mimi ni mwenye dhambi. Bana uko mwenye dhambi? Nani alikuambia uko mwenye dhambi? Kwa sababu anatenda dhambi kila mara. Nani? Hiyo sio dhambi. Unajua dhambi ni nini kwanza? Ndiyo. Ni nini? Dhambi ni kukanyanga, kuona, kusikia, kutenda mambo mabaya yote. Hapana. Dhambi ni kuwa ya kuwa watu hawajaamini Yesu Kristo. Yesu ni nani kwanza? Yesu ni Mwokozi aliyetumwa na Mungu kuja kuokoa wanadamu kutokana na dhambi zao. Najua hivyo kwa sababu Yesu alikuja ulimwenguni ili afie dhambi zetu. Ndio. Sasa wewe uko mwenye haki, si ndio? Hapana, mimi siwezi kaa mwenye haki kwa sababu kuna kitabu inasema kama ilivyoandikwa, hakuna mwenye haki hata mmoja. Unajua ni kitabu gani hicho kwanza? Hapana, kwa sababu sikumbuki. Leta nikuonyeshe kwanza. Warumi 3 mstari wa 10 inasema kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja, hakuna hafahamuye, hakuna hamtafutaye Mungu. Wote wamepotoka, wameoza wote pia, hakuna mtenda mema la hata mmoja. Koo lao ni kaburi wazi, kwa ndimi zao wametumia hila, sumu ya fira yu chini ya midomo yao, vinywa vyao vimejaa laana na uchungu, miguu yao inapia kumwaga damu. Uharibifu na mashaka yamo njiani mwao, wajaa imani hawakuijua, kumcha Mungu hakupo machoni pao. Basi tajua ya kuwa mambo yote inenayo torati huyanena kwa hao walio chini ya torati, ili kila kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele za nani? Za Mungu, mbele za sheria. Kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria, lakini sasa haki ya Mungu imedhihirishwa pasipo sheria, inashuhudiwa na torati na manabii. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa watu waaminio. Maana hakuna tofauti, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Ni ukweli, lakini siko nakumbuka kitabu. Hata endeleza hapa. Kuna venye mchungaji alitambia hapa 24 inasema wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Ni hivyo tu nimekumbuka sasa. Alafu mimi siwezi kaa mwenye haki kwa sababu niwe mnasamehe mnakaa venye mnataka. Sisi Ndio. tunakaa vile tunataka. Ndio. Haja hivyo. Nyinyi huwa mnasamewa, mnandanga, alafu mnatusi mtu bure, mnaua, alafu kabla ya kufanya mambo yote mnajiita wenye haki. Unajua nini? Ndio. Wewe kwanza nikikuja nikikutusi, napaswa kukusamehe. Unajua nini? Wewe si ndio ni wewe nimetusi? Ndio. Nikikutusi napaswa kukusamehe jinsi tulivyosamehewa na Mungu. Mungu alitusamehe lini? Mungu, unajua Yesu alitumwa na Mungu, si ndio? Alitumwa ili sisi tupate wokovu kutokana na nani? Na Yesu. Yesu kutumwa, yani huyu ni kumaanisha hivi, maana ya Yesu ni nini? Ni wokozi, ili sisi tupate wokovu. Lakini nyinyi mnasema ni wenye haki kivipi? Kwani Yesu aliwakufia nyinyi wenyewe? Hapana. Yohana 3 mstari wa 16 inasema ya kwamba kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu
vizuri. Sasa hiyo ni nini? Kuja nikueleze. Ni vizuri mtu kuelewa kitu kabla ya kuanza swali. Yohana 6 mstari wa 40 inasema, kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye Bwana na kumwamini hawe na uzima wa milele. Siku ya mwisho. Kumbe yeye mtafufuliwa siku ya mwisho. Ndio, utafufuliwa siku ya mwisho. Na nani? Nani ungeweza kufa alafu ufufuke? Yesu alikufa. Sasa nikuulize, lengo lipi Yesu akiwa anakufa? Mbona Yesu alikufa msalabani? Alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Sasa uko nazo sasa? Ndio. Nani amekudanganya uko nayo? Mimi najua kwa sababu anatenda. Alafu nikitenda anaomba msamaha. Na nyinyi mnasema hatupasi kuomba msamaha. Nikuambie hivi, nilikwambia upasi kuomba Mungu msamaha. Mungu alituma Yesu akuje akusamee wewe. Na si wewe tu, ni ulimwengu mzima. Sasa wewe ukitusi ama tukoseane na wewe, napaswa kuja ni kuomba msamaha. Alafu pia napaswa kuomba Mungu msamaha. Hapana, omba Mungu msamaha. Nini? Unaenda kutafuta Mungu uchokozi bure. Natafuta Mungu uchokozi kwa nchi kwa na yeye hapa ama? Hebu nikuulize, wakati ule utaenda waambia ati Mungu nisamee Mungu. Kwani ni Mungu mlikuwa mmekoseana na yeye? Hapana, lakini wewe. Sasa hebu nikuulize, kama inaweza ikawezekana mtu aseme Mungu nisamee, labda Mungu angetoa Yesu Kristo msalabani, apigwe misumari, ayatiwe kofia ya miiba, alafu akufe na akufuke ili tuweze kusamehewa mengine. Ni kama nakuelewa, lakini nieleze haya mambo zaidi. Hebu ngoja nikueleze. Waebrania 10 mstari wa 14 inasema, maana kwa tulio moja amewakamilisha miacha milele hao wanaotakaswa. Endelea. Hiyo ni kumaanisha wewe kama umesamehewa milele. Ni kitabu hiki kingine unajua? Mimi najua vitabu vingi sana. Wakorintho 2 mstari wa 5 mstari wa 7 inasema tuende kwa imani si kwa kuona. Ni kama wako na memory card. Hapana, sio memory card. Unajua, ningalijua ya kwamba Mungu anaweza. Mimi nilijua Mungu anaweza na nikaamini Mungu anaweza, ndio maana kuambia tunapaswa kuenda na imani. Na kwa nini nyinyi mnaongea na mtu alafu mnaingia kwa Biblia dhuru? Unajua, sisi venye tumeudaudi ama Mungu alivyotuangalia na akatuchagua. Unajua sisi hatuongei yale yanatoka ndani ya mioyo yetu. Hatuongei yale yanatoka ndani ya miili yetu. Tunaongea yale yanatoka kwa Mungu. Mungu anaongea na nyinyi ama? Ndio, Mungu anaongea nasi maana sisi ni watakatifu wote. Na uligundua vipi kwa ulisamehewa dhambi zako? Mimi nilisoma kitabu hicho cha Yohana 3 mstari wa 16, nikasikia ya kwamba ni ulimwengu wote uliokolewa. Sasa nikajua hata mimi niko katika ulimwengu, nikajua ya kwamba nimeokolewa. Ndio, sio mimi tu. Kila mtu aliokolewa. Na niache dhambi ingia ulimwenguni. Unajua nini? Kuna Adamu wa kwanza. Adamu wa kwanza alitenda dhambi shambani na nani? Na Edeni. Alafu Adamu wa pili akakuja akatuokoa kwenye dhambi zetu. Nani alimaliza dhambi? Na niache ilishaisha hapa ulimwenguni. Unajua Adamu wa kwanza ni nani? Ni yule akuumbwa, yule Mungu aliumba. Adamu wa pili ni Yesu Kristo. Sasa Yesu Kristo alikuja, alafu alipokuja akapatiwa dhambi zetu wakati alikuwa anabatizwa. Alafu sasa Yohana akamwekea dhambi, alafu na sisi akaenda kufia wapi? Msalabani. Sasa kwa sasa hatuna dhambi maana Yesu alifanya nini? Alifia. Sasa nisema naomba msamaha. Ndio, usiombe Mungu msamaha. Wewe ukinitusi, ukinikosea, huyu niombe msamaha. Ni ukweli. Kutoka leo mimi ni mwenye haki. Asante. Karibu sana. Wapatie makofi mazuri. Haleluya.
watakatifu duniani hii.